Nakusii askari uliye kitengo chochote, nakusii mtu uliye na cheo, mtawala uliye serikalini, uliye kwenye chama chochote, muombe Mungu akuongoze hatua ya kuchukua. Muombe Mungu akuongoze hatua nini ukifanye, na hiyo hatua iwe ya mapema iwezekanavyo, kwa namna ambayo kesho na kesho kutwa hutajutia. Hutajutia. Mfanyabiashara, mkulima, mfugaji, mlokole sana, uliye popote, twende pamoja. Muombe Mungu atuongoze cha kufanya, kwa sababu inawezekana kesho na kesho kutwa, hata kama unaojua ni wahalifu, ni waharibifu, watakapopotea, unajua patakuwa salama zaidi kwa mambo yako, ya imani yako, ya biashara zako. Inawezekana wakati huo utakuja kugundua ulikosea. Uliodhani walikuwa wabaya kwa biashara yako, wabaya kwa namna zako za kuabudu, inawezekana walikuwa sahihi sana kuwa na msimamo ule, na ulitakiwa na wewe uunge mkono msimamo ule. Ulitakiwa na wewe uwe mbele sana kwa msimamo ule, kwa sababu huenda kesho na kesho kutwa, baada ya hawa ambao uliwaona walichukua msimamo mbaya, kutokuwepo, kunyamaza, kuchukua mkondo kama wa kwako, inawezekana utaona namna ambayo biashara yako, kilimo chako, ibada zako hazifanyiki zikafanyikika. Mtu wa Mungu, popote unaponisikia, na kuomba sana muombe Mungu akuongoze ni hatua gani unayotakiwa kuichukua sasa, ambayo kesho na kesho kutwa hautaijutia. Utaona afadhali nilifanya vile, kwamba nilishindwa au kwamba nilipata, ila afadhali nilifanya vile wakati ule. Mimi pamoja na kuwa hapa nilipo, kwanza ifahamike, nimekuwa nikimwomba Mungu niongoze hatua ya kuchukua. Hii ni moja kati ya hatua ninazohisi Mungu ameniongoza nichukua hatua hii ya kukaa mafichoni kwa sura kama hii. Hata hivyo, nikiwa hapa bado naendelea kuomba Mungu ili aniongoze cha kufanya. Naendelea kumwomba Mungu aniongoze cha kufanya, kwamba pamoja na kuwa kwenye hali hii, Mungu naomba nifanye lile ambalo uliona vema kuniweka duniani wakati kama huu. Ni maombi yangu. Naweza ukaitazama midomo ilivyo. Kwa wanaofahamu wanaweza wakawa najua midomo ikiwa kwa sura kama hii, mtu huyu yuko katika hali gani. Lakini pia naendelea kumwombea mtu mwingine yoyote. Usiseme mimi nitaombaje. Kilio hicho hicho unacholia, uchungu huo huo ulio nao, najua wengi wenu mkikaa ndani kabisa, ndani nyumbani kwako, ukatazama kwenye mitandao vilio vya watu, ukatazama kwenye jamii aina ya watu na maisha wanayoishi, ambayo pengine hayakuwa maisha waliotakiwa kuishi. Najua kuna namna unalia peke yako. Sasa hicho kilio, hiyo namna unayoumia ukiwa peke yako, igeuze hayo maombi. Mwambie Mungu, kwa hali kama hii nisaidie niamue kwa namna iliyo sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu kifo hiki tunachokufa sasa, hii hali tulionayo sasa na inayokuja kesho kutwa, ni kifo kibaya kuliko kifo chenyewe ambacho unaweza ukafa mara moja ikaisha. Pana kifo ambacho kimekuwa kitisho kikubwa kwa sasa, kifo cha kutekwa, kuteswa na hatimaye kutojulikana
uliuawa, hujauawa, uliuawa lini. Kinaonekana ni kifo fulani ambacho ni level ya juu sana ya kifo chenye maumivu kwa anayekufa, anayepatikana na hali hiyo, na wale wanaokuwa na taarifa za kwamba mwingine amepatikana na hali hiyo. Lakini nataka nikuhakikishie kwamba tunaenda kuwa na kifo kingine kibaya zaidi ambacho ni uchungu wa taarifa mbalimbali ulizo nazo, ambazo mwisho wa siku ukiwa unaendesha gari, ukiwa unajibizana na mkeo na watoto wako kazini, utajikuta umechukua hatua mbaya yenye madhara makubwa, ambayo baadaye utaijutia kwamba ni kwa nini tu wakati ule sikuchukua hatua sahihi, ambayo hata ingeleta madhara mara moja, lakini kaonekana nilipata madhara nikiwa nimechukua hatua sahihi kuliko hiki ambacho naweza nikawa nimefanya sasa. Na kusi askari uliye kitengo chochote, na kusi mtu uliye na cheo, mtawala uliye serikalini, uliye kwenye chama chochote, muombe Mungu akuongoza hatua ya kuchukua. Muombe Mungu akuongoze hatua nini ukifanye, na hiyo hatua iwe ya mapema iwezekanavyo. Uchukua hatua mapema iwezekanavyo, kwa namna ambayo kesho na kesho kutwa hutajutia. Hutajutia. Kwa sababu ikiwa hapa Mungu hatatusaidia hapa, kesho yetu na kuhakikishia itakuwa vigumu sana kumwona mtu barabarani anayeona raha na maana ya kuishi. Mwanadamu ana ukomo. Mwanadamu hufika mwisho, kwa namna ambayo wengi wetu hapa tulipo ni mwisho wa kuishi. Swala tu ni kwamba inatakiwa sasa tumwombe Mungu, ikiwa hapa ni mwisho wa kuishi, sasa ni hatua gani nichukue ambayo hata kama naishia hapa, nafsi yangu isemage kwa kweli, anyway, nimetimiza wajibu wangu. Ni kweli lugha ambayo tuko nayo wengi ni kwamba Mungu ametuacha, hawezi kutusaidia kwa namna yoyote na hatua yoyote tunaweza kuchukua. Lakini wingi wa mateso, wingi wa uchungu utuamshe tuone, tumrudie Mungu huyo tena. Tumwambie Mungu, nakuomba, pamoja na kwamba umetuacha, pamoja na kwamba umetukataa, umetutupa kabisa. Hayo maneno mahi kuzungumza watu wa Mungu wengi, akiwemo akina Gideon alipoambia inuka shujaa, akasema nani shujaa? We Mungu umetuacha na umetutupa kabisa. Kwa hiyo wengi nadhani maneno haya yanaweza yakawemo kwenye mioyo yenu kwamba Mungu ametuacha na ametutupa kabisa. Lakini pamoja na hayo unaweza ukajikuta hujafa, bado unaendelea kuishi. Bado tutarudi, tutakimbilia kwa Mungu huyo tuliyejua alituacha na ametutupa kabisa. Tutarudi na kusema, Mungu, tunakuomba basi tuongoze cha kufanya. Tufanye nini? Askari, mtawala, kiongozi, kuna cheo umepata, kuna cheo unategemea kupata, kuna posho umepata. Pamoja na hivyo muombe Mungu, mwambie Mungu, niongoze cha kufanya. Kwa sababu naamini unajua kabisa cheo ulicho nacho, cheo utakachopata, pesa uliyopata, pesa utakayopata, na wewe unajua kabisa haifanani na haki, haifanani
na ubinadamu wa binadamu wengine. Nawe kabisa pamoja na hicho cheo, ukikaa ndani unalia, ukikaa peke yako mawe unasema, lakini haya mambo hapana, yasiwe hivi, mambo yasiwe hivi. Nakusihi sana, muombe Mungu, mwambie Mungu, pamoja na kupata hiki cheo, pamoja na kupata hizi fedha, pamoja na kuahidiwa hiki, lakini naomba niamue sahihi. Nisiamue kama pesa inavyotaka niamue, nisiamue kama cheo kinavyotaka niamue. Naomba niamue kwa namna iliyo sahihi. Nimesema mwanadamu, shida kwa kadri zinavyozidi humfanya arudi kwa Mungu na kumwambia Mungu, nisaidie kuamua. Hata kama nilikutenda dhambi, hata kama usingeweza kunisikia kabisa. Mungu amewahi kuwasikia mara kadhaa watu ambao walikuwa waovu, na Biblia imeandika kwamba hakuna aliyefanya uovu kabla yao na baada yao. Mfano wa mtu huyo ni Ahabu. Kulikuwa na mfalme Ben-Hadad. Baada ya Ahabu kutenda dhambi, super power alikuwa Ben-Hadad, ambaye alienda nchi yoyote, mji yoyote, alipiga popote, akachukua chochote. Mwisho ikawa ameenda sasa kwa mfalme wa Israeli, wakati huo alikuwa anaitwa Ahabu. Hicho kisa kiko katika Wafalme wa Kwanza sura 20 kuanzia mstari wa 1. Alipokwenda hapo, akamwambia Ahabu, sasa sikia, wake zako wote ni wangu, watoto wako wote ni wangu. Ahabu akasema, kwa kweli bosi, sina jinsi, kwa ubabe, kwa nguvu ulionayo, chukua. Alipoitikia hivyo, kesho akatuma tena watu wake, akasema, sasa sikia, mimi nitaangalia chochote kilicho kizuri nyumbani mwako na mwa watumwa wako na mwa watoto wako wote nchi nzima, nacho nitachukua kiwe changu. Ahabu akasema, hivi hapa sasa maana ya kuishi itakuwa nini sasa? Ikabidi awaite wazee, waite watu, wawaambie, naombeni, naona mtu huyu sasa amenitaka hiki na sasa amenipa sharti hili. Wazee wakasema, hapana, usikubali. Baada ya hapo, Ahabu aliomba kwa Mungu, na wazee waliomba kwa Mungu. Akamwambia wale watumishi wa Ben-Hadad kwamba hilo haliwezekani. Ben-Hadad aliposikia akasema, aisee, miungu na inifanya hivi, nisipokufanya hivi mapema iwezekanavyo. Baada ya hapo, mfalme Ahabu, kwa kuwa sasa ameshaomba kwenye moyo wake, kumbuka ni mwovu, lakini moyo umeomba, umesema, Mungu, hata kama nilikukosa vipi, lakini mambo yasiwe hivi, tusamehe, tusaidie, nipe kuamua sawa sawa. Akatokea nabii wa Mungu wa kweli, akampa Ahabu cha kufanya, na hatimaye Ben-Hadad alipigwa kwa mara ya kwanza. Akasema, hapana, Mungu wao ni Mungu ambaye anapigana kwenye tambalale, sasa tutafute tukapigane kwenye milima. Baadaye akapigwa na akarudi Ben-Hadad kwanza kutaka urafiki na kunyenyekea kwa Ahabu. Hapa tulipo, bila shaka tunajua Mungu ametuacha kabisa, lakini askari yoyote
Mwombe Mungu akuongoze ni hatua gani unayotakiwa uchukue. Mtawala yoyote uliye kwenye chama chochote, uliye kwenye chama cha CCM, uliye kwenye chama cha Chadema, mwombe Mungu, mwambie Mungu, naomba nichukue hatua sahihi. Kwa sababu amini usiamini, kesho kuna aina mpya ya kifo mbaya kuliko aina hii inayotisha ya kifo tunachoonekana sasa kinatutisha sana. Nayo nimekuambia ni utakuwa umekusanya uchungu wa aina mbalimbali ambao utakufanya upoteze namna za kuamua, na utajikuta ni mtu ambao unachukua hatua yoyote utakapojibizana kidogo tu na mke wako na watoto wako na jirani yako na ndugu zako, kwa namna yoyote utachukua hatua. Utakuwa ni mtu mwenye kuchukua hatua nyingi mbaya ambazo utaona ni afadhali ningechukua hatua kule kule nyuma hata kama ningepotea. Hatua hii tuichukue, kwa sababu kila mtu kimomba Mungu kwa imani yako atatuongoza cha kufanya, na hakikisha hilo jambo ambalo Mungu anakuongoza atalikiwa kinyume na cheo ambacho ulikuwa unataka kupata au unacho, kinyume na posho na pesa ulioipata. Sikiliza, fanya hicho. Lakini pia maombi yakizidi zaidi, Mungu hatatumia utayari wako, kwamba sasa uko tayari kujibu, uko tayari kufanya anachokuongoza. Ataweka maamuzi ndani yako na utajikuta ghafla umechukua hatua sahihi. Kwa hiyo nawasihi sana kila mwenye kuomba kwa imani yoyote, tumia kilio, tumia uchungu, tumia maumivu ulionayo, yageuze kwa maombi kwa Mungu. Kwa maumivu haya niongoze cha kufanya katika yote ambayo watu wanaona pengine tunaweza tukapitia hapa, pengine tunaweza tukanusurika hapa, pengine ama yale unayoyajua wewe kwamba kunusurika kabisa na kutoka kwenye hii shida tutatoka kwa njia hii. Basi mwombe Mungu aingize nguvu na ufahamu, uingie kwa nguvu kubwa, uingie wewe kwa nguvu kubwa ambayo hata ukishindwa hutajutia. Mimi nakwambia, unayehisi ni mfanya biashara, unaangalia biashara yako tu, unayehisi ni mkulima, nina hakika hali inayokuja kesho itakufikia. Mchungaji yoyote, mwalimu yoyote, mhubiri yoyote, mkulima yeyote, mfugaji yeyote, uliye kwenye kijiji chochote, itakufikia hali ambayo havitalimika, biashara haitafanyika, havitafugika, kwa sababu ya hali yenye uchungu itakayokuwa imekutawala, kwa sababu hukutimiza wajibu wako sahihi. Nimesema muombe Mungu, muombe Mungu, muombe Mungu, muombe Mungu akuongoze hatua ya kufanya, akuongoze cha kusema, akuongoze ushikamane na msimamo upi na mtazamo upi, kwa nguvu kiasi gani, kwa uwazi kiasi gani. Kwa sababu wakati mwingine wewe ukiwa wazi inampa moyo na mtu mwingine. Muombe Mungu, sijakuchagulia uwe upande upi, sijakuchagulia maamuzi yenyewe yawe ya aina gani, lakini hakikisha ni maamuzi ambayo hata ukifa leo, kifa kesho, hautajutia kuwa upande wa hatua hizo na kuwa wazi kwenye hatua hizo.
Muombe Mungu. Inawezekana unayo maamuzi ndani yako kwamba mimi naunga mkono hiki. Kama ni cha haki unachokiunga mkono, muombe Mungu akutie nguvu utimize wajibu wako. Kama ni unajua kabisa ni cha haki hicho unachoona mambo yatakiwa yawe hivi, muombe Mungu akusaidie, akupe nguvu ufanye maamuzi sahihi. Narudia tena, inawezekana kuna biashara inakuendea vizuri, ama kuna biashara inaendelea vizuri, unapata chakula. Inawezekana kuna posho umepewa, kuna posho utapewa, kuna cheo umepata, kuna cheo utapata, kuna cheo unategemea kwamba ukifanya jambo fulani utapata. Lakini hebu vilinganishe na dhamiri yako. Vilinganishe. Wengi mnaona no. Sasa muombe Mungu akuongoze uchukue hatua iliyo sahihi, ambayo inaweza ikasaliti hata hicho cheo, ikasaliti hata hizo pesa, ikasaliti hata hiyo posho. Ukasema no, hii posho hailingani na haki, hii hailingani na utu wa watu. Muombe Mungu anayeweza kugeuza moyo, anayeweza kumfanya mtu ghafla akajikuta kaamua vinginevyo, kaamua kwa usahihi. Muombe Mungu akuongoze ni hatua gani unataka kuchukua, kwa sababu kesho inayokuja mbele yetu ni kesho ngumu. Wengi wetu tutaona afadhali tungepotelea hapa, tungefia hapa. Asante sana kwa kunisikiliza.